Kulingana na takwimu za Wizara ya Afya pamoja na Shirika la Afya Duniani, saratani inayoongoza kwa wanaume Tanzania na hata duniani kote ni saratani ya tezi dume. Lakini pia ndio saratani inayoongoza kwa vifo pia. Leo tutaenda kuzungumzia ni namna gani ambavyo unaweza kugundua kama upo kwenye hatari ya kurithi saratani hii. Tutazungumzia pia dalili zake, namna ambavyo unaweza kufanya uchunguzi wa awali, lakini pia tutazungumzia matibabu yake. Kabla tujaanza, naomba usubscribe kwenye channel yetu, hakikisha pia una like video hii ili tuweze kuwafikia watu wengi pia zaidi. Asanteni na karibuni tuanze. Kwa hiyo sasa hizi tunaigawanya saratani ya tezi dume, tunasema kuna ile ambayo inaweza ikalisiwa, kuna ile ambayo ina rani ndani ya familia. Kwa mfano, mtu ambaye ana ndugu zaidi ya wawili ambao ni wamegundulika na saratani katika familia yao, au tunasema ana ndugu zaidi ya watatu ambao katika tunaita first generation, wale ndugu wa kwanza, labda kaka au baba au mdogo wake ameshagundulika na saratani zaidi ya watatu, ama wako wamegundulika wawili na saratani ya tezi dume wakiwa na umri chini ya miaka 55. Hao ni watu ambao wana riski kubwa sana ya kuweza kulisi saratani ya tezi dume, kwa sababu kuna tayari kuna jini ambazo zimeonekana kwamba zinapata mutation na kuweza kumfanya mtu akalisi ugonjwa. One of the genes ni kama hizi zinaitwa breast cancer gene 1 na 2, kuna nyingine zinaitwa CHEK2. Zote hizo zinahusianishwa na saratani ya tezi dume. Wapo ambao utafiti nyingi sana ambazo zimefanyika mpaka sasa zinaonyesha watu wenye African descent ambazo hizo zimefanyika huko kwao, wale ambao wenye asili ya Kiafrika wana riski kubwa sana ya kupata ugonjwa wa saratani ya tezi dume ambao unakuwa ni aggressive. Kwa hiyo ni kitu cha tofauti kulinganisha na wenzetu ambao ni white au watu wa Asia. Sisi tukipata inakuwa inaenda kwa haraka, inaenda kwenye hali mbaya kwa haraka zaidi, na advance kwa haraka zaidi. Hiyo ni changamoto ambayo imeonekana. Kwa kwenye guideline ambazo tunazo mpaka sasa hizi, wana recommend vitu kadhaa. Wanasema kwa generation yoyote ile au kwa watu wote wale, pasipo kuangalia familia au la, unaweza ka recommend screening kuanzia umri chini ya miaka 55 au umri wa miaka 55. General population tunaweza kaanza kufanya screening ya saratani ya tezi dume, na hii tunatumia PSA tu ile ya kawaida. Ambayo hii ni protini ambayo huwa inazalishwa na tezi dume. Sasa inapotokea kwamba tezi dume lina saratani ama mabadiliko ya saratani, zile kingo za ile tezi zinaanza kupata breaches. Kwa hiyo zinakuwa kama zinapata mipasuko ambayo ina leak hiyo PSA kwenda nje. Inapokuja kusanywa kwenye damu, tunapoipima sisi kwenye damu ya huko fibrotin, tunaona kabisa kwamba imeelevate. Kwa hiyo inakupa clue kwa haraka zaidi kujua kwamba hii PSA inaashiria kwamba inawezekana kuna shida ya saratani. Kwa kawaida tunasema mtu mwenye PSA ambayo ni above 10 ana chance ambayo ni 50% ya kuwa na saratani ya tezi dume. Kwa upande wa urology, ukimwona daktari wa urology atafanya kipimo kinaitwa DRI, kile cha njia ya haja kubwa. Lengo ni kuangalia tezi dume kama ina mabadiliko yanayoashiria saratani. Kuna vinundu, inaweza kuwa ni ngumu kuliko kawaida, inaweza kuwa haina uwiano sawa wa zile lobes mbili zilizopo. Kwa hivi vyote vinakupa clue. Kwa ukimkuta mtu anayo mabadiliko, tezi labda ni ngumu au lina vinundu ama limeshakuwa asymmetrical tunasema, na hapo ana PSA ambao ni zaidi ya 10, chance yake kuwa na saratani ya 75%. Zaidi ya 75%. Kwa hiyo tunasema umri wa miaka 55 tuna recommend kwamba unaweza kuanza kufanya screening ya saratani ya tezi dume. Kwa watu ambao wana historia kwenye familia, wana recommend kwamba chini kuanzia miaka 45 unaweza kuanza kufanya vipimo vya PSA ku check saratani ya tezi dume. Kwa wenzetu wanaweza kuangalia hivyo vitu, na kwenye germline testing wameshaanza kufanya hivyo vitu. Bado huko kwetu hatujafika hiyo ngazi, lakini kwenye mutation kama saizi wenzetu kwenye hata management wanaangalia watu ambao wana BRCA mutations au hawana BRCA mutations. Inaonekana wale ambao wana BRCA mutations wanaweza kurespond vizuri zaidi kwenye dawa fulani linganisha na wale ambao hawana BRCA mutation. Kwa hiyo hicho ni kitu kingine ambacho wanakipima. Wanasema mtu ambaye amelisi hii BRCA mutation unaweza recommend kuanza kufanya hiyo screening ya saratani ya tezi dume kuanzia miaka 40. So BRCA mutation basically ni mabadiliko kwenye vinasaba. Ndio. Sasa kati ya dalili ambazo ulikuwa umezisema ni kutoka na damu ambayo inaweza kuashiria tezi dume au ni saratani ya tezi dume. Kuna dalili zingine ambazo mtu anaweza kaziona ambazo zinaweza kumwashiria kwamba ana saratani ya tezi dume. So kwa huku kwetu ndio kitu ambacho huwa tunapata shida. Asilimia kubwa ya wagonjwa atakuja hospitali akishaanza kupata zile dalili za kukojoa.
Kwa akija tutapenda kurule out saratani ya tezi dume, na mara nyingi tutakachomuuliza ni kama kwa sababu tabia ya saratani ya tezi dume inaanza kushambulia pingili za mifupa ya mgongo. Kwa hiyo tunasema ule mtiririko wa utokaji wa damu kutoka kwenye tezi dume kurudi kwenye moyo, ile mishipa inapita kwenye mifupa ya mgongo huko nyuma. Kwa hiyo inapopita kule, zile seli wakati mwingine zinaweza kaachiliwa kule na ile saratani ikashambulia mifupa ya mgongo. Kwa mara nyingi sana mtu ambaye anaweza kaja na dalili ya mapema atakuja akilalamika maumivu ya mgongo, hasa maeneo ya karibia na kiuno. Mwingine atakwambia kiuno kinamuuma sana, mwingine anakwambia hii inaambatana na hali ya ganzi miguuni ama udhaifu miguuni. Wapo ambao wakichelewa kabisa unakuta amekuja hawezi kabisa kutembea, miguu paralyze. Lakini kama ulivyosema, kwa bahati mbaya dalili akishapata tayari ugonjwa umeshaenda mbali sana. Kwa jambo la muhimu ni kufanya uchunguzi mapema sana. Jambo la muhimu sana. Ndio jambo la muhimu sana. Na hii sasa inabidi iwe tabia kwa wanaume kwenye jamii yetu. Sasa mwanaume ukishamwambia unamuingizia kidole na kwa changamoto kidogo, lakini sio lazima. Sasa hizi uzuri MRI imeonekana kuwa inaweza kupredict vizuri chance ya mtu kuwa na saratani. Kwa wenzetu ni special paramedic MRI. Lakini hata hii tulionayo inaweza ikapiki mabadiliko kwa haraka zaidi, ambao kikorelate na PSA, unajua chance ya kuwa na saratani ni kubwa, naweza mkaenda mapema kwenye kuchukua biopsy. Ile nyama kwa jeki. Nataka kufahamu kitu. So nikifanya PSA kwa mfano leo, mimi kwa mfano let's assume kama na miaka 55 nimefanya PSA yangu iko vizuri. Ndio. Narudia tena lini kufanya? Kwa tunasema kwa mtu ambaye PSA yake labda iko chini ya 4. Na recommend kwamba unaweza kurudia PSA hata baada ya muda wa mwaka mmoja. Kwa baada ya mwaka mmoja. Baada ya mwaka mmoja unakuwa na check. Pale ambapo itaonekana inaanza kurise kwenda juu kwa haraka, hapo tunasema unaweza kaenda kwenye uchunguzi wa kuchukua kinyama na kuweza kupima mapema zaidi. Kwa kuna kitu inaitwa PSA velocity. Yenyewe inatusaidia kupredict chance ya kwamba huyu mtu PSA yake inavyoongezeka inaashiria kwamba kunaweza kuwa na ugonjwa au la. Japo mara nyingi sasa kwa matumizi yake imekuwa ikitumika kwa wagonjwa ambao wameshapata matibabu. Hata kwa mtu ambaye hajapata matibabu inaweza kukusaidia kukupa proof mapema. Hiyo umesema ni kwa PSA ya chini ya 4. Ndio. PSA ya 10 umesema hiyo inaweza ikaashiria kwamba ina saratani. Mwenye PSA ya 10 kwenda juu anahitaji kuchukuliwa kinyama. Katikati hapo 4 mpaka 10. Katikati hapo tunaangaliaga uanishi wa kwamba je, hii imeongezeka kwa sababu ya tezi kukua ama imeongezeka kwa sababu ya saratani. Kwa sababu PSA yenyewe tunasema ni organ specific but not disease specific. Kwa hiyo inaashiria kwamba kiungo kinaweza kuwa kina mabadiliko ambayo yana saratani, lakini haipo specific kusema kwamba kuna ugonjwa au la. Kwa hiyo tunafanyaga vitu kadhaa. Kwa mfano tuna calculation ambazo tunaweza kufanya kama kinaitwa PSA density. Hii PSA density ni kwamba tunaangalia uwiano wa hiyo PSA kwa kugawanya kwa ukubwa wa ile tezi kwa ultrasound inavyoonekana. Kwa hiyo ikishakuwa imezidi 0.15 chance ya kwamba kuna saratani ni kubwa. Okay. Ikiwa chini hapo inaweza imekuwa kubwa kwa sababu tezi imekuwa kubwa sana. Kwa sababu tezi likiwa kubwa inaweza kufanya PSA ikapanda. Lakini kawaida kwa umri, uwiano wa umri tunasemaga mara nyingi sana mtu mwenye miaka 60-70 PSA yake haitaki kuzidi 6.5. Kwa hiyo ikishakuwa zaidi ya 6.5 unajua sasa hii inaweza kaa na ashiria jambo tofauti. Okay. Sawa. Na umesema kwamba ikiwa zaidi ya hapo 10 kama viashiria vya saratani tunatakiwa tufanye kipimo cha kuchukua nyama. Sasa hiyo inakuwa ni upasuaji mkubwa inakuwaje? Swali zuri. Kwa uchukuaji wa kinyama cha tezi dume, kawaida tunasema saratani ya tezi dume inashambulia ile sehemu ya chemba ya nje ya tezi. Kwa hiyo kipimo ambacho tunafanya kwa urahisi zaidi ni kwa kutumia sindano maalum. Tunaita true cut biopsy. Kwa kuna sindano maalum ambayo inapitia njia ya haja kubwa, inaweza ikachukua vile vipisi kule. Okay, kwa hiyo sio upasuaji mkubwa. Sio upasuaji mkubwa. Okay. Yeah. Ni ganzi tu inahitajika. Ganzi tu ya kawaida inahitajika. Sawa. Sasa ikishakuwa saratani, kawaida tunachokiangalia cha kwanza, nataka tujue kwamba ili tezi limepata saratani, je, imeenea kwenye mwili ama haijaenea kwenye mwili? Kama ni metastatic au sio metastatic. Kwa ikiwa haijaenea kwenye mwili, maana yake tunafanya CT scan kwa setting zetu. Lakini wenzetu kuna kipimo kinaitwa PSMA ambacho ndio sensitive sana kuweza kupiki ugonjwa umeenea ama haujaenea. Kwa hiyo ukishafanya hicho kipimo unajua kama haijaenea ama imeenea. Kwa kama haijaenea, huyu mtu anakuwa kwenye kundi ambalo linahitaji matibabu, inaita yale yanayolenga kutibu, curative treatment.
Kwa curative treatment sasa zitategemea, tunasema kwamba makali ya ugonjwa yalivyo. Kwa hiyo tunaangalia grade ya ugonjwa kwa kutumia ile nyama iliyochukuliwa, yule mtaalamu wa kusoma nyama atakapotuambia kwenye microscope ni grade ya juu ama ni grade ya kati ama grade ya chini. Cha pili, PSA ya mgonjwa ilikuwaje, kwamba ilikuwa ni chini ya 10, 20 au zaidi ya 20. Cha tatu tunakuwa tunaangalia stage ya ugonjwa, ambao ukifanya MRI sasa unaona kama ni ugonjwa ambao umeshambulia lobe zote za ile prostate ama umeshambulia lobe moja ama imeshaenda zaidi ya ile capsule ambao ni ukingo ile prostate. Kwa hiyo ile ambayo imeshaenea kufika kwenye ile capsule, PSA yake ni zaidi ya 20, hapo alipo labda grade ya ugonjwa kwa ni grade ya juu, pamoja na kwamba hujaenea kwenye mwili. Huyu tunasema ni mtu ambaye yupo kwenye high risk ya ugonjwa kuenea kwenye mwili. Kwa hiyo ana matibabu yao, na huyu wakati ana matibabu yao. Kwa hiyo yule ambaye ana ili kundi la chini, umri wake unaruhusu, kwa maana ya kwamba ana chance ya kuishi zaidi ya miaka 10 mbele. Kwa mfano Tanzania tunasema sasa hizi life expectancy ya mwanaume ni miaka 62 nafikiri, tuseme 60. 50 na wengine. Kwa tukiangalia hilo, unaangalia chance ya mtu kusurvive zaidi ya miaka 10, 15 mbele ikoje. Kwa kama chance ni kubwa, tuna room kubwa ya kumpa matibabu mengi kulinganisha na huyu mwingine. Kwa kawaida mtu ambaye tunaona ana ugonjwa huu ambao kwenye kundi la kati au kundi la juu, anaweza kupata tiba ya kufanywa operation ya tezi dume, ambao sasa hii tunaita ni radical prostatectomy, tofauti na ile ambayo tezi dume imetanuka kawaida. Hii ambayo inakuwa na saratani tunataka tuitoe tezi yote isibaki kwenye mwili. Na hii naifanya kwa njia ya matundu au mpaka kufungua? Sasa hii unaweza kufanya kwa njia ya kufungua, japo sasa nimekuja kugundua inaonekana kwa huku kwetu wengi imefikia tu haifanyiki sana siku hizi kwa sababu ya outcome ya ile operation. Wagonjwa wengi wanakuwa na risk ya kuwa incontinent baada ya ile surgery. Kutokana kwamba ile sphincter unakuta ishakuwa imepata shida, kwa anashindwa kuzuia mkojo. Anaishia kubaki na mpira wa chini ya kitovu. Kwa wenzetu kule wameenda mbali, hawafanyi tena hizo, wanafanya kwa kutumia robot hizi operation. Na hii kwa accurate zaidi. Wanatumia robot, basi wanaitoa ile tezi na inakuwa ni salama bila shida yoyote. Kuna wagonjwa ambao wanatolewa korodani. Hawa inakuwaje? Hiyo tutaifikia. Kwa hiyo unaweza kumfanyia hiyo operation ya tezi, unaweza kumfanyia mionzi ambayo ndio ipo sana kwetu sasa. Unajua Ocean Road inafanyika, KSMC wanataka waanze pia ya kutumia mionzi. Kwa hiyo mionzi pamoja na hormone anakuwa anapewa dawa. Hahitaji upasuaji kabisa. Na kwa hahitaji upasuaji. Kwa mionzi na upasuaji vyote vinaweza kufanana kwenye outcome, kwa maana kwamba matokeo operation au matibabu yanaweza kufanana. Yanakuwa yanafanana. Mionzi inaua zile seli zote zenye kansa, akipewa na hormone inapunguza makali ya ugonjwa. Kwa mtu ambaye sasa ugonjwa umeshaenea kwenye mwili, huyu tunasema anatakiwa awe kwenye kitu kinaitwa continuous castration. Ambayo continuous castration maana yake tunazuia uzalishaji wa ile hormone ya kiume ambayo testosterone. Kwa sababu hii ndio chakula cha nini? Cha kile kiungo. Kwa hiyo ugonjwa uendelee kuwa na nguvu na kuendelea kusurvive ndani ya mwili wa mtu, lazima uzuie apate hii testosterone. Kwa unapozuia upatikanaji wa hii, moja kwa moja unakuwa umezuia ule ugonjwa kuendelea kuenea kwenye mwili. Kwa hiyo huwa inafanyika kwa, unaweza kufanya kwa kumpatia dawa, ama kufanya kwa kumfanyia operation. Operation ambayo tunafanya sana ya kutoa zile korodani. Kwa ukitoa korodani, baada ya hapo huwa anaweza kapewa zile dawa za nyongeza za kuzuia madhara sasa ya ile korodani. Sasa hizo zote tunasema ni palliative, tunafanya matibabu ya kupooza makali ya ugonjwa. Sio kutibu. Sio kutibu, lengo sio kutibu hapo. Lengo ni kupooza makali ya ugonjwa. Kwa hiyo unafanya hivyo, ukishafanya hatua ya kwanza, hatua ya pili sasa inaangalia tunasema volume ambayo ya metastasis, namna ambavyo ugonjwa umeenea kwenye mwili. Je, pingili za mifupa ngapi zimeshaingiliwa? Je, kuna kiungo chochote kwenye mwili kama ini, mapafu au ubongo umeshashambuliwa ama la? Kwa mtu ambaye unakuta labda volume ile metastasis ipo chini, anaweza kupata pia tiba ya mionzi kuzuia ule ugonjwa kuendelea kuleta shida. Lakini kwa mtu ambaye sasa imeshafika labda kwenye ini ama kwenye mapafu, huyu sasa anaweza kupata tiba ya nyongeza ambayo unaweza kumpatia chemotherapy au unaweza kumpatia dawa nyingine za hormone ambazo zinakuwa zina target zile hormones zinazozalishwa na adrenal gland. Na site nyingine zinazozalisha testosterone. Sasa safi. Yeah.